Shukran sana baba, na mimi kupanda hapa haina haja ya kusema kwamba tunashukuru sana. Mimi ni mtoto wa hapa, ni kijana wenu, kwa hiyo huwa nakuwa na banwa muda mwingine, lakini tuko pamoja. Kwa hiyo hili swala halina shukrani, ni swala tu la kujitolea kwetu sisi sote. Sasa tukianza kujibu swali lako, nadhani nijibu kwa ujumla kutokana na yanayotokea mahakamani hasa siku ya jana, na watu waweze kujifunza swala kidogo, lakini cha msingi ni watu kuelewa ni kwa nini kaka Tundu Lissu anauliza yale maswali, kwa sababu kuna maswali yanakuwa yanaulizwa na anaweza akayarudia rudia anapokuwa anafanya cross examination kwa hao mashahidi. Lissu anakuwa anayauliza haya maswali lakini labda kuna wengine wanakuwa hawaelewi, na ndio nataka kidogo nizungumzie, lakini pia ndio nitakava na swali lako kuhusiana na masuala ya upelelezi. Lakini ngoja tu nianze kuhusiana na upelelezi. Kwa mujibu wa sheria zetu, swala la upelelezi au uchunguzi wa makosa ya jinai unafanywa na jeshi la polisi, na hii ipo kwenye sheria yetu ya sheria ya makosa, yani CPA, Criminal Procedure Act, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambayo imeeleza, kama na kumbukumbu, ni kifungu cha 10 kimeeleza utaratibu wa kuanzisha upelelezi wa makosa ya jinai. Sasa hapa ndio nikizungumza nitakuwa nagusia kidogo na yanayoendelea mahakamani, kwamba upelelezi unapokuwa umefanyika na pia kwamba kwa mfano kosa la uhaini. Kosa la uhaini ni kosa la jinai kama makosa mengine. Sasa askari anapokuwa anafanya upelelezi kwa mujibu wa hiyo sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai pamoja na PGO, dhana ya kwanza kabisa, dhana ya kwanza ya kufanya upelelezi ni kupata ukweli. Hiyo ndio dhana ya kwanza. Yaani askari anapokuwa anaenda kufanya upelelezi, ni lengo lake, sheria inamuelekeza kwamba afanye upelelezi kwa kupata ukweli, si kitu kingine. Sasa na nikigusia ni kwamba, kwa hiyo askari anapokuwa amefanya upelelezi, kama kuna mtu amefanya kosa akajiridhisha kwamba hapa kuna kosa, tunaweza tukafungua kesi mahakamani, huwa ndio wanaandaa hilo jalada la mashtaka amini la upelelezi ambalo linaenda kwa DPP. DPP ndio wanafungua mashtaka akiona kwamba kuna yani kilicholetwa mbele yake kina nguvu, yani anaweza akatengeneza kesi mahakamani. Lakini DPP pia amepewa mamlaka kisheria na kikatiba kwamba akiona kwamba hicho ambacho kimeletwa na maaskari, huo upelelezi hautoshi, basi anaweza akawarudisha, ambia nendeni mkafanye upelelezi zaidi, nikiridhika then nitafungua mashtaka. Lakini hapa ndio inakuja question mark, kwa nini tunaona DPP wetu au hii ofisi ya DPP inakuwa inapeleka mahakamani kesi za hovyo kabisa. Unakamata vijana kwa makosa ya ugaidi na unakubali kufungua hayo mashtaka. Kwa hiyo mnaona kabisa kwamba hii taasisi kwa sasa hivi inatumika kivinginevyo kabisa, vibaya, yani kwa kifupi. Sasa Lissu amekuwa ameuliza maswali mahakamani wanapofanya cross. Tuchukulie yule shahidi wa jana. Kuna kitu Lissu amekiraise mara nyingi sana kuhusiana na swala la kuchukua maelezo ya onyo, kwa sababu maelezo ya onyo ni moja ya hatua za awali za upelelezi. Maelezo ya onyo, hiyo caution statement. Sasa sisi kwa mfano, zipo nchi nyingi zina utaratibu huu. Kwa mfano kama US, wao wana kitu kinaitwa Miranda rights ambayo imegawanyika mara nne, lakini nitazungumzia kwa Tanzania. Kwa hiyo wao wenzetu wana hiyo Miranda rights. Haki ya kwanza ni kwamba unatakiwa wewe mtuhumiwa uambiwe wakati wa kuhojiwa kwamba una haki ya kukaa kimya, yani hauhitaji kusema chochote. Hiyo ni hatua ya kwanza ya upelelezi unapotaka kumhoji huyo mtuhumiwa. Kwa hiyo una haki ya kukaa kimya, usiseme chochote. Hiyo polisi inatakiwa kuambie. Lakini pia wenzetu wanasema kwamba
una haki ya kuwa na wakili na vilevile wanakuambia kwamba kama hautaweza kuafford kupata wakili basi sisi tunaweza tukamappoint mmoja kwa ajili yako. Lakini pia chochote utakachokizungumza katika mazungumzo, kama utataka kuzungumza basi jua kabisa kwamba inaweza au na itatumika kwenye mahakama kama ushahidi dhidi yako. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo, hiyo ndio Miranda rights. Sasa sisi mfumo wetu kidogo tumefuata kama wa UK ambao tunatumia caution statement, yani maelezo ya onyo. Sasa kwa maelezo ya onyo ambayo sana sana kama ni UK ya kwanza ambayo ni universal kwamba una haki ya kukaa kimya, hiyo ni la kwanza. Lakini la pili, kitu ambacho kimewekwa na ndio Lissu huwaga mara nyingi sana anakuwa anaonyesha nani kwenye cross. Kitu cha pili kwenye sheria ambazo ni zetu na UK ni kwamba za caution statement ni kwamba hauruhusiwi au hautakiwi kuzungumza jambo mahakamani ambalo haujalizungumza kwenye maelezo yako. Hiki ni kitu cha msingi sana kwamba kama umeamua kuzungumza, zungumza yote, lakini kama utaficha jambo alafu ukaenda kulizungumza mahakamani basi linaweza likachangia kuumiza defense yako, utetezi wako. Na la mwisho ni kwamba chochote utakachokisema basi kinaweza kikatumika kama yani kuumiza nani utetezi wako. Samahani kidogo, naona kuna vijana wamekuja. Samahani kidogo. Kumradhi, ngoja niendelee. Kwenye hii swala yetu ni kwamba kwa nchi yetu unapokuwa unamhoji mtuhumiwa kwanza unatakiwa umueleze kwamba ana haki ya kukaa kimya. Na kwa watuhumiwa ambao wanajielewa mara nyingi sana huwa wanasema kwamba mimi nitatumia haki ya kukaa kimya na sitaweza kuzungumza chochote, na nitakachokifanya nitatoa maelezo yangu mahakamani kama alichokifanya kaka Freeman Mbowe kwenye ile kesi ya ugaidi. Yeye hakutoa maelezo ya onyo. Sasa kwenye upelelezi maelezo ya onyo ni kwamba mtuhumiwa anakiri au anaeleza kwamba kitu gani kilichotokea, na hii nyaraka huwa inapelekwa mahakamani kama kidhibiti. Kwa hiyo unakuta yule askari ambaye amechukua haya maelezo basi anakuwa anayakabidhi au anayatenda kwa mahakama ili wakubali kwamba mahakama ikubali au ikatae maelezo hayo. Sasa kitu ambacho amekifanya kaka Lissu kuna kitu ambacho amekifanya katika hii kesi kikubwa sana, nadhani kwa watu ambao labda walikuwa hawaelewi, ngoja niwaelezee. Lissu anapofanya cross examination, yani anapomhoji yule shahidi anachofanya anatumia kuna kanuni mbili au kuna aina mbili ya cross examination. Kuna constructive cross examination na kuna destructive cross examination. Sasa hii constructive cross examination ni kujenga kesi yake Lissu yeye kupitia maelezo ya shahidi au kumfanya shahidi akubaliane na mambo fulani ili majaji waweze kuelewa kinini kinachoendelea. Sasa Lissu kwa mfano, Lissu anavyomuuliza shahidi kwamba je, unakubaliana 1+1 ni 2? Shahidi anasema ndio. Waeleze majaji hiki na hiki ni sawa. Kwa hiyo ni constructive cross examination na hii inakuwa ina nguvu sana kwa sababu ni ushahidi ambao mahakama inakuwa inauona papo kwa papo, yani tofauti na yale maelezo ambayo yule shahidi alikuwa ameyatoa kwenye kituo cha polisi. Lakini kimsingi zaidi mtuhumiwa anapokuwa anaenda mahakamani katika kesi kama hii ya uhaini halazimiki
yani kuleta ushahidi katika hatua za awali, na yeye anaweza akapata ushahidi au nyaraka yoyote ambayo itamfanya aweze kushinda kesi wakati kesi inaendelea. Kwa hiyo unapoona kaka Lissu anasema okay, unakubali, anamuuliza mtuhumiwa kwamba unakubali maelezo haya yaingizwe kama ushahidi mahakamani, alafu unakuta pale wanajadiliana mawakili wa serikali na yeye mtuhumiwa, alafu mawakili wa serikali wanasema ya ndio tunakubali. Kwa hiyo Lissu anakuwa ana extract ushahidi mpya, yani vidhibiti, unakuta kunaitwa P1 P2 hivyo. Kwa hiyo anakuwa yani zile kauli ambazo zinatolewa zinakuwa zinatumika kama yeye ni ushahidi wa kaka Lissu. Kwa hiyo ndio maana katika kesi inapoendelea wakiwa wanajichanganya, anasema hivyo ili kujijengea yeye kesi kaka Lissu. Lakini kuna distraction. Hata jana ni kama nadhani ni mzee Mwafilombe anasema Lissu alikuwa anampeleka kijijini afa anamrudisha mjini. Sasa hiyo tunaita destructive cross examination. Ni pale unapomchanganya au unataka kumdestroy kabisa, kumvuruga kabisa yule shahidi. Kwa hiyo unaweza kumwanzia swala labda Dar es Salaam, unazungumza anakupeleka Mwanza tena anarudi Dar es Salaam, alafu anakuchanganya na kitu hichi. Kwa hiyo unakuwa unachanganyikiwa wewe kama shahidi, na katika kuchanganyikiwa huko kuna kanuni moja ya kusema ukweli kwamba kama kitu likisema A basi utakisema A mpaka siku ya mwisho. Kwa hiyo unapokuwa umekisema A katika hatua ya awali alafu akakuchanganya ukarudi ukasema B, C, kwa hiyo mahakama hiko ndio kitu ambacho kinahitajika mahakamani, yani mashaka, yani mashaka. Kwa hiyo mahakama wakiona hayo mashaka ndio inakuwa inatoa favor kwa mtuhumiwa kuweza kuachiwa huru, kwa sababu upande wa mashtaka unatakiwa uthibitishe pasipo kuacha shaka. Kwa hiyo Lissu amekuwa ametumia hiyo destructive na constructive cross examination, lakini pia amekuwa cha msingi kwamba ni constructive kujijengea yeye kesi, na mkiona katika kila shahidi ambaye ametoa ushahidi kwenye kesi hii umeona kabisa kwamba Lissu alikuwa anamhoji na maelezo yake yakaonekana kwamba kidogo sio yale ambayo yamesemwa kwenye mahakama kwenye mahojiano ya awali na polisi. Kwa hiyo yani kwenye caution statement. Kwa hiyo Lissu ndio maana anauliza mbona hiki hakijaandikwa, nionyeshe kimeandikwa wapi, hakipo. Kwa hiyo baadaye Lissu anatumia sasa hayo maelezo ya mshahidi hapo mahakamani kuwa kama kidhibiti kwa upande wake, na ndio anatumia kwenye cross examination. Kwa mtu anaweza kutumia kwa mtu yoyote, hata kama labda P1 alisema kitu hiki alafu wewe P7 umekuja umezungumza kitu kingine, wasema mpe mheshimiwa majaji tunaomba apewe P1 asome, mbona P1 alisema hivi. Kwa hiyo unakuta kwamba anawachanganya, na wewe ukishaona kwamba P1 alizungumza hivi na mimi nilizungumza hivi na tulikuwa mimi pamoja na P1, basi unaona kabisa kwamba yani ukishajiona kwamba ulikuwa unasema uongo, basi unakuwa unachanganyikiwa kabisa. Kwa hiyo hata maswali yanayofuata yani unaweza usiyajibu kwa ufasaha zaidi. Lakini pia kaka Lissu amezungumza wakati jana anamfanyia cross huyu bwana Mahamba alizungumza kwamba mke wake huyu bwana Mahamba alikuwa ameshatoa tangazo kwamba mume wake alifariki mwaka 2021. Kwa hiyo anauliza kwamba wewe ni Mahamba unatokea wapi? Japo shahidi yani huyu askari yeye amesema kwamba yule ni Mahamba mwingine na sio yeye. Sasa baadaye ikija kubainika kwamba kwa mfano labda unaweza kukuta labda ni swala la kutumia vyeti vya mtu au mtu amejipachika na kutumia nyaraka za mtu mwingine, kumbe mwenyewe alishafariki. Lakini kwa kifupi ni kwamba ikija kubainika huyu shahidi alikuwa anatoa uongo, yani anatoa taarifa za uongo au anadanganya mahakama chini ya kiapo, kuna adhabu. Ukisoma kwenye sheria yetu ya Penal Code, kanuni ya adhabu, imetaja kabisa mtu ambaye anasema uongo mahakamani au mtu ambaye amechochea au amechangia mtu mwingine aseme uongo, yani hapo yule shahidi na vile vile kama kulikuwa na askari polisi mwingine
basi adhabu yake ni miaka 7, kifungo cha miaka 7. Hiyo ndio adhabu ya kusema uongo mahakamani au kusababisha mtu mwingine aende kutoa ushahidi wa uongo. Lakini pia kuna adhabu nyingine ndogo ndogo za miezi 6, inategemea tu na uzito wa kosa na namna ambavyo mahakama itaona inafaa. Kaka Lissu jana pia ameibua swala zito la ambalo nayo pia sasa inahusiana na upelelezi, swala ambalo la kuchukua hayo maelezo ya onyo. Sasa kisheria maelezo ya onyo maana yake ni kwamba unatakiwa upande mmoja, yani mtu mwingine akuonye wewe ambaye unatoa ushahidi, yani uwezi ukajionya mwenyewe. Na hili swala kaka Lissu amekuwa ameligusia mara nyingi, na ukiangalia katika wale mashahidi ambao ni maaskari wote walisema kwamba wamechukua maelezo wao wenyewe. Yani sijaona hata mmoja, labda kama nimepitiwa kidogo, lakini sijaona hata askari mmoja ambaye amekuja kutoa ushahidi kwamba alichukuliwa maelezo na askari mwingine, kitu ambacho ni makosa, kwa sababu unatakiwa kwanza, hata kama wewe ni askari, kwa mfano mimi ni askari, nimemhoji mtuhumiwa, nimechukua maelezo yake. Sasa mimi siwezi kujiandikia maelezo yangu mimi mwenyewe. Naweza nikaandika taarifa kama taarifa ya namna ambavyo tukio limetokea, ukamataji, ni chain of custody, lakini ikitokea kwamba nataka niandike maelezo ambayo yataenda kupelekwa mahakamani kama ushahidi, yani kuiomba mahakama itumie kama ushahidi, basi natakiwa nihojiwe na askari mwingine. Kwa hiyo askari mwingine ndio anatakiwa aje anifanyie mimi hayo maelezo ya onyo, kwamba aniambie chochote utakachokisema hapa kinaweza kutumika mahakamani dhidi yako, lakini pia una haki ya kukaa kimya. Kwa hiyo kitu ambacho hakijafanyika, na tumeona kabisa kwamba maaskari wote hawa ambao wamekuja kama mashahidi wote wanasema swala moja, kwamba maelezo haya nimeyachukua mimi mwenyewe, yani kwamba unajichukua maelezo wewe mwenyewe alafu una sign wewe mwenyewe, kwa sababu kisheria kwenye swala la maelezo ya onyo ni lazima kuwe na saini ya watu wasiopungua wawili, yani saini ambayo ya mtu ambaye amechukuliwa, yani mtuhumiwa, na pia na saini ya yule polisi ambaye amechukua. Na katika mazingira mengine inategemeana na aina ya kosa au uzito, anahitajika shahidi pia wanapochukua maelezo. Kwa hiyo kitu ambacho hakijafanyika kabisa. Kwa hiyo huu ndio utata ambao unatakiwa uoneshwe kwenye mahakama ili mtuhumiwa aweze kushinda kesi au kuconvince mahakama iweze kutoa maamuzi ambayo yatamfavor yeye mtuhumiwa. Na ndio kitu ambacho kaka Lissu anakifanya. Lakini kingine ambacho sio cha ajabu ni kwamba hawa ambao wamekuja kutoa ushahidi, kwanza tu ukianza na wale wengine ambao sio maaskari, wengi wamekuwa na story ambayo inafanana, yani japo wametoka kwa mfano mikoa tofauti, kama ni Mbeya au kuna kanda za kaskazini, kanda za kusini, wote ni kwamba asilimia nyingi ni dereva bodaboda, lakini wote ukiangalia kwamba walikuwa vijiweni, alafu polisi wakatokea kuwakimbiza, alafu yule mtuhumiwa ndo yule shahidi ndo anakuwa amebaki amekamatwa. Mimi nimesikiliza karibia 3 au 4 wanasema kitu hicho. Lakini pia wote ambao wametoa ushahidi ambao sio maaskari wamesema kwamba wao ni wafuasi, hawajasema ni wanachama kwa sababu wameshindwa kuthibitisha. Wamesema tu ni wafuasi wa Chadema. Kwa hiyo hapa kisheria upande wa DPP ulikuwa una target unaangalia ile target audience, kwamba wakati kaka Lissu anaongea ile kauli, nani alikuwa target audience, yani wale watu ambao alipanga ule ujumbe uwafikie na wanaweza wakautekeleza. Lakini mwisho labda niishie tu kwa kifupi ni kwamba kwenye hii kesi ilishakufa. Hii kesi ilishakufa baada ya ushahidi mkubwa, yani ule ushahidi mkuu kukataliwa na mahakama. Kwa hiyo haya mambo yote yanaendelea sasa hivi ni kupoteza tu muda. Na mnakumbuka Lissu alipoona kwamba ushahidi ule wa video ulikataliwa na mahakama kupokelewa, aliwaambia mawakili wake kwamba nendeni mkaandae submission of no case to answer. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Lissu alikuwa na uhakika kabisa
kwamba hii kesi anaenda kushinda na imeshakufa. Kwa hiyo sasa hivi mmeona kwamba baada ya swala lile, nadhani alikaa miezi kadhaa, yani mahakama ikawa imeisimamisha ile kesi kwa muda mrefu sana, lakini baadaye ndo wakarudi tena mahakamani, alafu wakaenda mahakama ya rufani kupaki hiyo kesi, lakini unaona na huko napo wameangushwa, wameshindwa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba sasa hivi wanajikanyaga kanyaga tu kupoteza muda, lakini hii kesi ilishakufa. Yani there's no way yani mahakama yoyote yenye watu wenye akili timamu, yani majaji wanaweza wakasema kwamba Lissu ana kesi ya kujibu, kwa sababu hawa mashahidi wote wanazungumzia tukio ambalo ushahidi wake mkuu umekataliwa. Kwa hiyo yani kisheria huwezi kushinda kesi ya aina hiyo. Kwa hiyo tuendelee kuiangalia hii kesi, lakini cha msingi ni kwamba wananchi waweze kujifunza kwamba sisi tuna maaskari au hao wanaitwa wapelelezi, watu wahovyo sana ambao wanatumia pesa ya wananchi lakini hawaleti manufaa, kwa sababu kama Lissu ni mhaini kweli basi walitakiwa waweze kutumia muda mwingi sana kukusanya ushahidi. Lakini unawezaje kuleta mhaini na ushahidi ambao hauna kichwa hata miguu? Kwa hiyo sote tunataka Lissu atoke, lakini pia hawa watu ni watu ambao walitakiwa wafikishwe mahakamani kwa makosa ya uhujumu uchumi, kwa sababu wanatumia pesa ya walipa kodi pasipokuwa na faida yoyote na pasipo kutumia akili. Kwa hiyo ni hayo tu nitaka nizungumze, lakini cha msingi ni kwamba ukiangalia mashahidi wote unaona kabisa kwamba wanalozungumza ni kama yanashabihiana, kwamba hawa maaskari, upande wa mashahidi wa maaskari, wao wanachozungumza, maswali wanaojiwa na Lissu anawahoji maswali ambayo kidogo yanafanana, lakini majibu yao ni kwamba yote yanafanana, na sababu yake ni kwa sababu hawakufuata sheria, utaratibu wa sheria wa namna ya kufanya upelelezi, kwa sababu kama wangefanya hivyo ushahidi kidogo ungetofautiana. Huyu kama alisema mimi sikufanya, sijui, mwingine anasema hilo nilitekeleza hivi, nikatumia sheria hii na hii na hii. Kwa hiyo tumeona wanakuja mahakamani hata mtu hatajui PGO inasema nini. Yani na mimi nadhani kuna maaskari ambao wapo kwenye jeshi hili, hata ukimuuliza hiyo PGO haijui, yani hajui PGO ni kitu gani. Kwa hiyo wao wanachofanya, wanafundishwa tu namna ya kupiga watu labda na kidogo na kutoa huduma, lakini ni kidogo, lakini wao wamefundishwa kutengeneza hii taasisi kama jeshi, kitu ambacho kinatoa amri na kutumia mabavu kuliko kutoa huduma. Kwa hiyo yote hizi tutaziona, lakini mimi na imani kabisa kwamba hii kesi inaelekea mwishoni, na ukiona Lissu ukimwona Lissu au wakili yoyote anamhoji shahidi kwa muda mrefu, siku mbili, siku tatu, basi huyu anakuwa ni material au key witness, yani ni shahidi ambaye mwenye nguvu sana, kiasi cha kwamba ukiweza kumdestroy basi unaweza ukadestroy ushahidi mwingine mwingi ambao umeshapita ambao uko kwenye mahakama. Kwa hiyo na mliona kwa mfano kama wale madereva bodaboda walivyoletwa, Lissu alikuwa anawahoji labda nusu siku tu wamemaliza, au siku moja imeisha. Kesho wanakuja wengine wawili, lakini huyu amekaa naye kwa sababu ni material au ni key witness wa hii case. Kwa hiyo key witness mara nyingi ndio shahidi ambaye anaweza akaokoa kesi au akaiharibu kabisa. Na ukiweza ndio maana Lissu akasema mimi niko naye huyu siku mbili tatu. Maana yake ni kwamba anataka amdestroy kabisa, ili pia kuweza kuua ushahidi mwingine au kuua kesi nzima. Na mlimuona alivyokuwa anajichanganya huyu shahidi kwamba ulishasoma maelezo ya P1, anasema hapana, alafu anarudi tena baadaye anasema ndio. Kwa hiyo yani unajichanganya, hata yule jaji au wale majaji wanakuwa wanashangaa kwamba huyu anazungumza nini, lakini ndio kitu ambacho kinahitajika kwa upande wa mshtakiwa ili aweze kushinda kesi, kutengeneza mashaka, kutengeneza utata wa maelezo ya shahidi ambayo anayaleta mahakamani. Kwa hiyo mimi naomba tuendelee kufuatilia lakini tunaweza kujifunza mambo mengi lakini mimi binafsi labda litokee jambo lingine jipya kwa sababu Lissu ameshamhoji huyu shahidi siku ya
ni siku ya leo, kama itakuwa leo ni siku ya tatu, basi unaona kabisa kwamba kuna mambo mengi sana tutajifunza. Kama juzi alimhoji masuala fulani, jana akaongezea masuala mengine, kwa hiyo leo ataleta masuala mengine ambayo tutaendelea kujifunza. Fupi kwenye update ambazo dada Eva ametuletea kutoka mahakamani, kuna jambo kubwa sana limeibuka. Kuna hoja ya kisheria kubwa sana imeibuka kutokana na yani cross ambayo amefanya Mheshimiwa Lissu. Sasa hili swala naomba niwaelezee maana yake baada ya huyu shahidi, yani baada ya kufunga ushahidi wa shahidi huyu, yani baada ya kufanyiwa re-examination na upande wa mashtaka, kwa sababu hawa watu wanatusikiliza na naweza nikaongea kitu hapa kinaweza kikawafungua macho kidogo. Kwa hiyo siku ikaisha ya huyu shahidi, nitawaambia maana ya Lissu kuuliza swali. Kuna swali ameuliza la msingi sana la kisheria, na huyu shahidi ameingia kingi, tunasema huyu shahidi, huyu polisi ameingia kingi kikubwa sana, kitu ambacho mimi kidogo nilikuwa natetemeka, lakini kwa furaha, kwa sababu hili swali lilikuwa la mtego. Sasa kaka mkubwa, jioni wakishamalizana kabisa na huyu shahidi, yani kama arudi kabisa, wakasema kwamba shahidi amemaliza, basi tutaleta shahidi mwingine. Nitawaambia maana ya hicho kitu ambacho kaka Lissu amekifanya, yani ni kitu kikubwa mno, na huyu shahidi ni kama ameshamsaidia kabisa. Ni kesi hii ilikuwa imeshakufa, lakini ameshasaidia kabisa kumaliza kesi, na huyu alikuwa ni material witness. Kwa hiyo hiki mnikumbushe, niwaambie, unikumbushe tu, tuelezee kuhusu video, alafu mimi nitawaambia kitu. Lakini mambo mengine mawili ambayo yamegusiwa ni pamoja na kitu ambacho tumekiona pia kwenye kesi ya kaka Mbowe, kuhusu kutoa msamaha kwa makosa au kwa watu ambao unawatuhumu kwamba wamefanya makosa. Kwa hiyo unawasamehe au wafunguli kesi, alafu baadaye unawatumia kama mashahidi dhidi ya mtu mwingine. Sasa kwenye legal ethics, yani ni kwamba kwenye mambo ya kisheria, hiki kitu ni unethical. Utaratibu ambao upo unatambulika kisheria ni kwamba unaweza ukakubaliana na mtu ambaye umemkamata kwa makosa fulani, halafu ukaamua kumpunguzia makosa au hata kumfutia in exchange atoe ushahidi dhidi ya mtu fulani, lakini kuna utaratibu ambao unatakiwa uwe documented, lazima kuwe na paper trail. Na mara nyingi kwa mfano kama plea bargaining, kwamba inakuwa inaenda mahakamani, lakini baadaye labda mtuhumiwa anaingia hiyo plea bargaining na DPP kwa kukubali lesser charges ili wa drop ile kosa kubwa, alafu anaweza akaachiwa au akatoa dhamana, lakini ni utaratibu ambao unatakiwa uwe documented, unakuwa submitted kwenye mahakama, unawaeleza nia ya pande zote mbili, alafu mtu anaachiwa kwa namna hiyo. Lakini utaratibu wa kumwachia au kutokumshtaki mtu katika hatua za awali za upelelezi kabla mashtaka hajafunguliwa, huo utaratibu ni utaratibu ambao ni wa hila, ni utaratibu ambao umefanyika. Kwa hiyo Lissu alikuwa anatuonesha kama umma kwamba yani inawezekana vipi unakamata mtu na sio mtu, ni watu, kwa sababu mashahidi wote wamekamatwa, wote ambao wanatoa ushahidi au mashahidi wa kificho, wote wanaotoa ushahidi sasa hivi wote walikamatwa, lakini wote hakuna hata mmoja alifunguliwa mashtaka. Sasa Lissu anaionyesha mahakama kuna kitu kinaitwa witness control, kwamba yule shahidi kama umemsamehe, yani kwa namna ambavyo umeelezea kwamba alikuwa ametenda kosa, lakini umekuja umemsamehe kwa aina hiyo, maana yake wewe unaweza kumcontrol huyo shahidi aseme anachokisema. Kwa hiyo maana yake inazaa kitu kinaitwa perjury, yani kutoa ushahidi wa uongo mahakamani chini ya kiapo. Kwa hiyo Lissu anaionyesha mahakama kwamba waheshimiwa majaji, hawa watu ambao wamekuja kutoa ushahidi dhidi yangu walikuwa wamekamatwa kwa kutuhumiwa kutenda makosa ya jinai, lakini hawakuwahi kushtakiwa, yani kesi zao hazikufika mahakamani
ila wakaletwa mahakamani kama mashahidi dhidi ya kesi yangu mimi. Kwa hiyo hapo inatengeneza question mark, inatengeneza doubt kwamba je, huenda hawa askari wameamua kuwafutia kesi au kutokuwashtaki ili waje kutoa uongo kwenye kesi ya mtu mwingine. Kwa hiyo Lissu ndo anajaribu kukionyesha hapo, lakini kingine ambacho kimeonyeshwa ni swala la uwajibikaji na pia ameuliza kwamba kama kulikuwa na mkoa mmoja tu ambao ulitoa taarifa za vifo au ma-RPC wa mikoa mingine walichukuliwa hatua gani au wachukuliwa hatua ipi. Lakini pia kutokana na ripoti ya Jaji Chande, Lissu pia ameeleza kwamba idadi hii kubwa ya watu kuuawa haijawahi kutokea. Mara ya mwisho ilikuwa mwaka 1905 kwenye vita vya Majimaji. Kwa hiyo mtaona ni kiwango gani cha watu, kiwango kikubwa cha watu ambacho wameuawa ndani ya wiki moja tu. Kwa hiyo katika swala hili ameuliza kwamba kama nchi na ma-RPC na mapolisi wote mikoa yote, na ripoti ya Jaji Chande imetoka sijui ni miezi mingapi sasa hivi, na wamesema kwamba kuna watu waliuawa zaidi ya 518 na baada ya kusema hivyo mpaka sasa hivi, je, kuna mtu yote ameshughulikiwa? Hakuna. Lakini Lissu anaweza asizungumzia labda kwa hatua hii, ila anazungumzia tu kwamba kama ripoti ilishatoka miezi hiyo, na nani amewajibika mpaka sasa hivi? Kwa hiyo hakuna. Kwa hiyo hapa ameonyesha kwamba kwenye jeshi hili kwamba mambo yake inafanya kwa hila na vile vile ni mambo ambayo wanafanya kwa maslahi binafsi, yani wajilinde wao wenyewe. Kwa hiyo hata hii kesi ambayo wameleta mahakamani huenda itakuwa ni kwa ajili ya maslahi binafsi na sio kwamba mtuhumiwa anakosa hilo ambalo anashtakiwa. Lakini kikubwa zaidi kama nilivyosema ni kwamba ili swala la video mimi nilisikia nikasisimka kwa sababu Lissu, kama mmeelewa hili swala la video, amemuuliza mara mbili, mueleze judge kwamba hii video uliyoiona uliangalia mtandaoni na sio kwenye flash wala memory card. Akasema ndio, lakini baadaye akasema sijui vitu gani, akasema umejuaje wakati hii memory card au flash ukuiangalia, umejuaje kama imo humo ndani? Kwa sababu alimuuliza, kwa hiyo una uhakika hii video haipo kwenye memory card? Sasa hii hapa ni swala la kisheria linalohusiana na masuala ya upelelezi lakini kuna swala la muhimu sana la msingi ambalo huyu shahidi tayari ameshajikanyaga. Nitalielezea kama nilivyosema baada ya yeye huyu shahidi yani kufunga ushahidi wake kusema kwamba wataendelea na shahidi mwingine jioni au baadaye. Nitawaambia nini maana hili swali na kwa nini kaka Lissu ameliuliza mara mbili, zaidi ya mara moja ili kuonyesha msisitizo na hakutaka kuzungumza zaidi kuhusu hili swala. Kwa hiyo nitawaelezea baada na kwa sababu angezungumza zaidi huenda angewafunua upande wa DPP wanapofanya re-examination. Kwa hiyo ameachia hapo na mimi naachia hapa kwa sababu hili swala ni la msingi sana kuelewa nini maana ya kuuliza hili swali. Lakini mwisho ni kwamba hawa mashahidi wa aina hii ambao wanaletwa kwamba anakamatwa anatuhumiwa kwamba anakosa lakini anasamehewa, afunguliwe mashtaka, alafu analetwa kuja kutoa ushahidi. Kwa hiyo hizi ni script ambazo zinaendelea na hata kama mlifuatilia ile kesi ya Kakamboi kuna mashahidi nadhani mmoja kama nakumbuka alikuwa anaitwa Power Kaya kama nakumbuka. Kwa hiyo wanakuwa wanakamatwa kwamba wanataka kushirikiana kufanya ugaidi na Kakamboi lakini baadaye wanasamehewa, wanakuja kuletwa mahakamani kutoa ushahidi, yani wanakuwa tunaita state witness. Kwa hiyo wanakuja kutoa ushahidi dhidi ya mtuhumiwa wa jamhuri. Kwa hiyo tuliona kwamba walifanyiwa hivyo kwenye kesi ya Mbowe na sasa hivi imejirudia hivyo hivyo. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba ni michezo tu ambayo inaendelea. Kesi hili hawakushinda na hii hawatashinda. Na hii kesi imeshakufa zamani sana. Sema ni kwa sababu tu wanataka kuvuta muda, lakini yani hakuna namna ambavyo jaji mwenye akili timamu akasema kwamba Lissu ana kesi ya kujibu. Yani hakuna kutokana na ushahidi uliotolewa lakini leo ndo kimetokea hicho kitu cha video ambacho ni cha msingi sana kuweza kuelewa nini maana ya Lissu kuuliza vile. Kwa hiyo ni hayo tu kaka mtu mkubwa. Mimi nitakuwepo hapa leo, nitakuwa siku nzima
tujadiliane kuhusu haya masuala. Asante sana. Asante sana, nitazungumza kwa kifupi. Mimi nakuelewa unachokizungumza dada Naomi, lakini kitu cha msingi ni kuelewa nani kisiasa. Kuna kitu kinaitwa political gimmick. Hiki ndio kitu ambacho kinatumiwa na CCM hasa kuonyesha hizo picha. Huu ni utaratibu au ni propaganda ambapo chama cha siasa kinakuwa kinataka kuhamisha mjadala au kuhamisha attention kwenye kitu fulani ili kupata support ya umma. Kwa hiyo hawa watu wana CCM sio mara ya kwanza. Tunaona kwamba wanaweza wakakutana kwa mfano hata na Lissu kwa mfano, au wakakutana na kiongozi wa dini kwa mfano. Mpaka sasa hivi kuna ile picha ambayo kaka Lissu, kaka Mbowe na viongozi wengine wa Chadema walienda kunywa chai, yani walienda kwenye mazungumzo, lakini imebadilishwa kwamba walienda kunywa chai, wanafurahi. Kwa hiyo ikatumiwa na wana CCM kipindi kile cha Jakaya, mzee Jakaya. Kwa hiyo ikatumiwa na wana CCM kutaka kupata support kwa umma, kusema aha, kumbe Chadema na CCM wanaelewana, ndio maana tunaona wanakunywa chai, lakini pia tunaona wanacheka, lakini wanakuwa hawatuoneshi ni kitu gani hasa wamekizungumza kwenye hiyo milango, yani walivyofunga milango. Sasa mimi nashauri tu dada Naomi kwamba unatakiwa uelewe namna ambavyo hawa wanasiasa wanafanya propaganda, lakini pia tuelewe kwamba TEC ni taasisi. Sio kama sisi labda wengine sio wanaharakati au wengine wanaharakati, ni kwamba tungependa hili swala lifanyike leo kesho, maamuzi yaje kwa haraka zaidi, kwamba kwa nini wamefanya hivi, kwa nini asingefanya hivi. Hiyo sio wewe tu, hata mimi au watu wengine, ukiangalia katika mtazamo wa wanaharakati. Lakini ukiangalia mtazamo wa kitaasisi, hizi taasisi dada Naomi, ni kwamba hata kama kuna mtu mmoja tunaona kabisa kwamba huyu anapenda haki, anazungumza haya na haya, lakini anapokuja kufanya maamuzi ya kitaasisi huwa wanapiga kura. Yani kuna utaratibu ambao wanatakiwa wafikiane wote, kama utakuwa ni kupiga kura au vinginevyo. Kwa hiyo mambo hayawezi kwenda haraka kama vile ambavyo sisi tunataka yaende. Kwa hiyo kwa mfano kama sisi tunamjua Father Kitima, ni mtu ambaye siku zote yani mara nyingi huwa anakosoa serikali, lakini muda mwingine huwa anafanya press ambazo zinakuwa ni mtazamo wake yeye binafsi, yani sio wa TEC kama TEC. Sasa kwa hili ambalo limetokea hivi karibuni, tumeona TEC wamekutana na Samia, basi tuweze kuwasikia TEC wanasema nini, kwa sababu hizi picha zisije zikatudanganya kwamba tukiona kwa sababu wamepiga picha na Samia au wanafurahi basi kwamba ndio wamekubaliana na kila kitu ambacho kinafanyika. Kwa sababu kuna muda mwingine hata mimi huwa naona kwamba labda kuna mwanasiasa amekutana na mwana CCM kwenye msiba, wameshake hands, basi wamefurahi, basi watu utakuta kwamba kwa nini anacheka, kwa nini. Kwa hiyo yani ulitaka kwamba akiwepo hapo wamnunie, yani hivyo. Yani ninachokizungumza ni kwamba kuna mambo sisi kama binadamu, hata kama tunafanya siasa au tunafanya dini na mambo mengine, lakini sisi bado tunaendelea kuwa kama binadamu. Kwa hiyo kuna mambo na vitendo ambavyo tutavifanya, ni nature yetu sisi, kwamba hata kama nitaenda msibani naweza nikafurahi na mwana CCM kwa mfano, tukashake mikono, lakini bado tukimshamaliza shughuli ya msiba, basi tutaendelea na kupambana hivyo hivyo, tutaanza majukwani kukosoana vikali kabisa. Kwa hiyo kuna mambo yale ya kibinadamu, ile hali ya kibinadamu inakuwa inaendelea kuwepo ndani yetu sisi kama binadamu. Lakini cha msingi kuelewa haya maswala, kwamba uelewe katika mtizamo wa kisiasa, lakini hapa uelewe katika mtizamo wa kidini vile vile, kwamba hawa viongozi wetu wa dini ni taasisi ambayo inaenda kwa ratiba, lakini pia kuna utaratibu wa katiba zao na miongozo ya namna ya kufanya shughuli zake. Kwa hiyo ni hicho tukielewa basi nadhani kitasaidia. Lakini kingine
na huu ni mtazamo wangu tu dada Naomi, sio kwamba nasema ukubaliane na mimi ninachokizungumza, lakini ni mtazamo kwamba political gimmick yani wanasiasa huwa wanafanya katika hayo mazungumzo. Kwa mfano kama wamepiga picha mbili, mmoja labda Father Kitima amekasirika, yani yuko serious, nyingine anacheka. Kwa hiyo watakachokifanya watapost ile picha ambayo anacheka ili kuonesha kwamba okay, kwa hiyo Father Kitima anakubaliana na yote ambayo sisi wanafanya. Kwa nini wamekutana nayo? Lakini kimsingi ni kwamba inapotokea mambo kama haya, taasisi ya dini inafanya kazi kama taasisi ya dini. Kazi kubwa ya taasisi ya dini ni kuunganisha watu. Kwa hiyo kwa namna vyovyote taasisi ya dini sio kwamba ni kikundi au ni taasisi ya wanaharakati. Kwa hiyo wao watafanya kazi kwa namna ambavyo miongozo yao inawaelekeza kuunganisha watu. Sasa kama kuna mmoja ndani ya taasisi hizo au taasisi nzima haikubaliani naye, lakini bado atalazimika kukutana na pande zote. Hizi taasisi za dini zimekutana na Samia, lakini kesho utakuta zinakutana na Chadema au tayari zishakutana na ACT hivyo. Kwa hiyo wao wanafanya hiyo kazi, ile outcome kwamba yale matokeo yani yatakuwa vipi, wao muda mwingine wanakuwa wamefungwa mikono, yani hawana tena nguvu, lakini wamekuwa wameshatekeleza lile jukumu ambalo la kitaasisi. Kwa hiyo mimi naona tu kwamba hizi taasisi kwa mtazamo wangu mimi tech naiamini sana, na miaka yote sio wa Samia tu, Magufuli, Kikwete, Mkapa, tangu zamani imekuwa ipo kwa ajili ya maslahi ya umma. Nimekuwa naifuatilia tangu nikiwa kijana mdogo, iko kwa ajili ya maslahi ya umma, na sidhani katika kipindi hichi ambacho watu wameuawa kwa kiasi hiki eti tech ndio itabadilika iwe upande wa serikali, sidhani, au iwe upande wa hii serikali haramu. Kwa hiyo mimi niliwaona ndio, lakini naamini ni kama Mkristo naamini kwamba kuna jambo ambalo jema litatokea, na hata kama hawa wanasiasa wataweka vichwa ngumu, basi hiyo teki inakuwa imeshafanya kazi yake ya kitaasisi. Lakini mwisho kwenye swala la katiba mpya, ndugu zangu, katiba mpya kuna mtazamo ambao sisi tunatakiwa tuelewe. Ni kwamba swala la katiba mpya kuna propaganda au kuna kitu ambacho kimewekwa kwenye vichwa vya wananchi kwamba anayetoa katiba ni rais, kwamba na mnasikia hawa viongozi kwamba rais ameamua kwamba yuko tayari kutoa katiba au hayuko tayari. Ndugu zangu, katiba ni mali ya wananchi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile wananchi ndio watakavyoamua. Sasa hawa viongozi wanachokifanya, wao wanaangalia mtazamo au ile pressure ya wananchi iko kwa kiasi gani. Kwa hiyo wakiona kwamba pressure ni ndogo, basi ndio hivyo wanajimilikisha hiyo katiba, yani utoaji katiba ni wa kwao. Lakini ikitokea kwamba wananchi wamesema hapana na wakaonyesha msisitizo, hawa viongozi wa kisiasa huwa wanashuka. Na mfano mzuri, angalia kilichotokea baada ya tarehe 29. Tuliona hawa viongozi wa kisiasa hatukuwaona kabisa, yani walikuwa sijui wamejificha kwenye hizo kambi za jeshi, na hata walivyokuwa wametoka wamerudi sasa uraiani, tuliona walikuwa wakimya kabisa. Bunge kila mtu alikaa kimya, mpaka baada ya mwezi hivi ndio tukaona ndio wanaanza mmoja mmoja kuongea, na ile rangi yao ile ikawa imejirudia kama ambavyo ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba kwenye hili swala la katiba mpya, ukweli ni kwamba CCM haiwezi kutoa katiba, yani katiba ambayo itakuwa na maslahi ya umma. Na bado kuna hii kitu ambayo yani wananchi wamewekewa vichwani kwamba bunge ndio litapitisha katiba. Kwa hiyo hatuwezi kupata katiba mpya kwa hili bunge la CCM. Lakini ndugu zangu, ni kwamba hicho ambacho mnakisikia au utaratibu huo ni utaratibu ambao unatungiwa sheria. Sasa sisi kama wananchi tunaweza nguvu ipo, lakini haijatokea tu ikawa ya kiwango hiko, kwamba hili likatunga sheria au kupitisha katiba ambayo itakuwa mgongano wa kimaslahi, kwamba wabunge wa CCM ni 99%, kwa hiyo hawawezi kutoa katiba ambayo
inakuwa na maslahi ya umma. Kwa hiyo katiba itapatikana vipi? Ni sisi wananchi ndio ambao tutaelekeza namna gani hiyo katiba ipatikane. Ila kwa kuwa sasa hivi bado tunakuwa tunategeana, hawa wanasiasa bado wanapandikiza hiyo mbegu kwamba bunge la CCM ndio linatoa katiba, rais ndio mtu ambaye anasema lini katiba ipatikane, lini katiba isipatikane. Lakini ile katiba yenyewe inakwambia sisi wananchi tunataka hiki na hiki na hiki. Serikali itapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi, maanake sisi wananchi ndio wenye power. Kwa hiyo hili swala la katiba mpya sijui la nini, kwa mtazamo wangu kwanza ni kwamba kwa sasa hivi mimi naona ni irrelevant. Cha msingi ni kwamba tupambanie Lissu atoke, kwa sababu hata kama kutakuwa na mchakato, na mmemsikia Samia amesema juzi kwamba anataka alete marekebisho ya katiba. Sasa tukipata watu kama Lissu akiwa nje, basi itakuwa tofauti. Lakini pia nitoe tu ushauri kwamba tujenge watu wa aina ya kaka Lissu wengi, sio Lissu mmoja. Lakini mimi najua wengi wameshazaliwa kutokana na Lissu, labda sasa hivi hawajaonekana, lakini wapo Lissu wengine. Lakini basi siwe mwisho, hayupo Lissu wengi kwenye majumba yetu, mashuleni na kote, tuwazalishe hawa Lissu. Lakini pia na mimi najua baadhi tayari wameshazaliwa, ni kwa sababu tu bado hawajachipuka, lakini wapo ardhini, wananyanyuka sasa hivi. Na swala la maridhiano ambayo yanazungumzwa, unajua CCM wanachokifanya huwa wanaangalia ni chama gani chenye nguvu katika eneo fulani. Kwa mfano kama Zanzibar, chama chenye nguvu ni ACT. Kwa hiyo walichokifanya wakafanya maridhiano na ACT Zanzibar, na wala hawakutaka kuja Tanganyika, kwa sababu Tanganyika chama chenye nguvu ni Chadema, na ndio maana wanataka kufanya maridhiano na vyama vyenye nguvu pande zote, kwa sababu ukizungumzia kama chama ACT ni chama cha pande zote, bara na visiwani, lakini wao wakafanya maridhiano upande mmoja tu wa Zanzibar. Na wakija kufanya maridhiano, kwa mfano ikitokea wanafanya maridhiano na Chadema, na hii kwanza tuchukulie yale maridhiano ambayo walifanya ni kwamba walifanya maridhiano na Chadema upande wa bara, mkoona wameenda Zanzibar. Kwa hiyo ninachokisema ni kwamba hii inathibitisha kwamba vile vyama vingine vile 17 sijui 10 na ngapi ni vyama vya mfukoni kama ambavyo wengi tunavitambua na havina nguvu yoyote. Na ndio maana kwa sababu Chadema imekataa kufanya maridhiano, basi sisi inabidi wasubiri. Na kama wangesema kwamba Chadema wangesema kwamba hivi vyama, au ingekuwa kwamba hivi vyama vingine vina nguvu, basi haya maridhiano yangekuwa yameshafanyika. Ila kwa kuwa wameshaona kwamba hivi vyama wanavijua ni vya kwao, na wananchi wameshajua hivyo, na havina support ya wananchi, na ndio maana wanasubiri kwamba hiyo Chadema iweze kuja kwenye mezani. Na hawa watu wengine na land sasa, hawa watu wengine ambao mnawasikia, kwa mfano kama Ali Hapi na huyu mwingine anaitwa huyu katibu mwenezi Kihongosi, hawa ni watu ambao sasa hivi wanafanya propaganda za CCM. Ni propaganda, ni watu ambao huwa labda wanaweza kupelekwa wakasoma huko China au Cuba na nchi nyingine, ili tu kwa kazi moja ya kufanya propaganda za chama. Kwa hiyo chochote anachokisema inabidi tuwe na vibato, tuwe tunawaelimisha pia wananchi kwamba hichi anachosema ni upotoshaji na amekosea, kwa sababu hawa watu wanaofanya propaganda mara nyingi sana wanakuwa na nguvu sana kwa watu wenye uelewa mdogo. Kwa hiyo anaweza akasambaza ile sumu, basi wananchi wakaamini hivyo. Kwa hiyo hawa watu, mimi mtazamo wangu dada Naomi na wasikilizaji, ni kwamba wanatapatapa sasa hivi, kwamba wanajaribu kila kitu ili kuweza kueleta Chadema mezani. Kwa hiyo Chadema walishatoa msimamo kwamba unataka maridhiano, kwanza uachie watu wote kesi zote, watu wote ambao wana kesi za kisiasa, turudisheni watu wote waliotekwa, watu waliopotea. Sasa hapo ndo kuna kimbembe kidogo kwamba kama waliteka watu miaka 2 iliyopita, yani kwa asilimia kubwa inawezekana wameshawaua tayari. Kwa hiyo wanawarudisha vipi? Na Chadema wanajua kabisa kwamba hao watu hawawezi kurudishwa. Maana yake ni kwamba Chadema imekataa kufanya hayo maridhiano ambayo hayana
kichwa wala miguu. Lakini kikubwa ni kwamba kwa mtu yeyote mwenye akili, ukiangalia nani, mtu anakuambia anataka kufanya maridhiano, lakini bado watu wanatekwa, watu wanauawa, wananajisiwa na vitu vingine vyote hivyo. Maana yake ni kwamba wewe hauna nia njema ya kufanya maridhiano ambayo yataleta tija kwa wananchi. Mtu ambaye anakuwa anataka maridhiano na anakuwa anajuta alichokifanya, kama ni CCM ingebidi sasa hivi iwe inatoa haki kwa wananchi, mambo ya kutekana tekana yameisha, kidogo wananchi waseme okay, kidogo wapate hata ile support ya wananchi, bana hawa watu labda walikosea huko nyuma, lakini sasa hivi wameacha, kwa hiyo basi tuende nao. Lakini sasa hivi mambo ndio yanazidi. Kwa mfano kama sasa hivi dada Naomi umetupa taarifa kwamba mwenyekiti wa kanda ya kaskazini wakili msomi amekamatwa na jeshi la polisi, lakini pia taarifa nyingine sijui ni kaka mtu mkubwa amesema kuna vijana walikuwa wanaenda Dodoma wamesimamishwa, kwa hiyo magari yamezuiliwa, na sasa hivi wakawa wanatembea kwa miguu. Kwa hiyo imagine watu wa aina hiyo ambao yani wanazuia tu vijana wasiende kukutana kwenye ukumbi kwa ajili ya kuadhimisha siku ya vijana duniani. Ukiangalia kama Chauma nadhani walifanya jana au juzi. Kwa hiyo kuna vyama vingine wameshafanya, lakini Chadema ikifika polisi wanakuwa wanawazuia. Sasa watu wa aina hiyo wanaweza kukupa katiba mpya. Kwa hiyo tuangalie hili swala pia kwamba zao la katiba mpya au zao la maridhiano litakuwa jema, utaliona tu katika nani, kutokana na matendo ya awali. Kwa hiyo haya matendo kwa watu wenye akili wanaona kabisa kwamba hakuna jema ambalo litapatikana kwenye katiba wala litapatikana kwenye maridhiano, na ndio maana unakuta kuna watu wengi sana wanapinga kusiwe na maridhiano wala kusiwe na upatikanaji wa katiba, kwa sababu hakuna la maana zaidi kutokana na matendo ambayo tunayaona kwamba hawa watu hawana nia ya kuleta jambo jema. Kwa hiyo ndio hicho tu dada Naomi, nitaka nizungumze, sikuwa na ribato, lakini nimetoa tu kama maoni yangu kwamba taasisi ya TEC ni taasisi, kwa hiyo inakuwa ina utaratibu wake, lakini pia kuwa makini sana, hawa wanasiasa huwa wanatumia ile political gimmick kuweza kudrag attention, kuipeleka upande mwingine kupata sapoti ya wananchi. Kwa hiyo na hiyo target audience wakiona kwamba hawa watu wengi sio waelewa, basi inakuwa kidogo wanakuwa victim, kwa sababu wakiona picha Faza Kitima anacheka au ana shake nani mkono na nani na kiongozi wa CCM, basi wanakuwa wanakata tamaa kwamba kwa nini Fadha amefanya hivi. Lakini nimekuambia kuna picha nyingine ambayo anaweza alikuwa serious, lakini hawaonyeshi kwenye mitandao kwa sababu tu ya hiyo nani kudrag attention, kupata support ya wananchi, yani CCM. Kwa hiyo tuwe makini sana tunapoangalia hizi picha za mitandaoni pasipo kujua ni hasa kilichojadiliwa ni nini. Asante sana dada Naomi, naomba nirudishe mic. Ngoja watu wachache kidogo wazungumze, nitawapitisha. Lakini pia kama kuna uwezekano hivi, kuna mtu ana picha ya huyo shahidi Mahamba ambaye yupo yani mahakamani sasa hivi, ili kama watu tunamfahamu basi tuweze kuthibitisha kwamba sio Mahamba. Asante. Bamwita. Yeah, shukran sana. Sasa nataka nielezee kidogo tu, naona wazungumzaji ni wengi, kwa hiyo nisichukue nafasi kubwa sana au muda mrefu. Kwenye tunaona kwamba huyu shahidi tayari ameshafunga ushahidi wake, kwa hiyo wamemalizana naye. Huyu bwana Amini Mahamba alikuwa ni shahidi wa 16 wa Jamhuri. Maana yake ni kwamba wanatakiwa walete mashahidi wengine. Sasa kitu ambacho kaka Lissu amefanikiwa kwenye hii case na vilevile ukizingatia huyu shahidi ambaye amemaliza sasa hivi ni pamoja na kuonesha mahakama kwamba hawa watu wanasema uongo au hawakujipanga kabisa kuja kutoa ushahidi wa kesi kubwa ya namna hii. Lissu amethibitisha kutokana na kwamba mashahidi wote, niseme wote, ambao mashahidi wote 16 ambao wametoa ushahidi kwenye kesi hii, maelezo yao yanatofautiana na maelezo ambayo waliyaandika kwenye vituo vya polisi, yaani maelezo ambayo
wamealeta mahakamani wakati wanafanywa yani cross examination na Lissu. Na hii ndio kitu ambayo nilizungumza asubuhi nikasema kwamba wakili anapokuwa anamhoji shahidi kwenye cross examination kuna namna ambavyo anamwangalia shahidi alivyo, uelewa wake, na anaamua atumie njia ipi ya kuweza kumfanyia cross. Kwa hiyo Lissu amekuwa amefanya hiyo destructive cross examination, lakini na constructive hasa constructive na amepata ushahidi wake binafsi kaka Lissu ambao atautumia kwenye siku zijazo. Yani mnapoona kwamba anamuuliza shahidi je, unakubali hiki ulichokieleza mahakama sasa hivi kiingie kwenye mahakama, kipokelewe na mahakama kama maelezo yako? Shahidi anasema ndio. Kwa hiyo kitendo tu cha kusema ndio, maana yake mahakama inakuwa inapokea na kinakuwa kielelezo. Maana yake ni kwamba hapo mwishoni Lissu ataonesha kile kielelezo cha kwanza ambacho shahidi alitoa maelezo kwenye kituo cha polisi na hiki ambacho amekitoa kwenye cross examination, alafu anaonesha tofauti kwamba haya mambo yote haya maneno ya mtu mmoja lakini ni tofauti na yupo chini ya kiapo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama mtu unasema ukweli, jambo ni la ukweli, leo, kesho kutwa utalisema hivyo hivyo, utalirudia. Kwa hiyo ukisikia mtu anaulizwa rangi hii ni rangi gani, anasema nyekundu, kesho anasema blue au nyeusi, unaona kabisa kwamba mtu huyo anasema uongo. Sasa kuna kitu ambacho kimetokea mahakamani mwishoni kabisa, afu nitaelezana kingine ambacho kilitokea kabla. Mwishoni kabla jamhuri haijafunga ushahidi wa shahidi huyu Amini Mahamba, Lissu alikuwa ameionyesha mahakama kwamba kitu ambacho au maelezo ambayo ameyatoa shahidi huyu yanatofautiana na yale ambayo alitoa kwenye kituo cha polisi. Sasa kwenye re-examination, yani wakati upande wa mashtaka wakina Katuga wanamhoji mshahidi wao yani Amini Mahamba kwa kumuuliza kwamba huu tofauti unatokana na nini, umeelezea utofauti huu unatokana na nini? Huyu ndio akawa ameua kabisa, yani amejichanganya. Amesema ushahidi wangu unatofautiana na kile ambacho nimekieleza polisi kwa sababu hivi ndivyo nilivyoelekezwa na yani hawa mawakili wa DPP, yani ndivyo alivyoongozwa. Sasa kisheria shahidi unatakiwa tu uelezwe, yani wakili anatakiwa kueleze namna ya kuongea na jaji, lakini wakili anatakiwa kuambia useme ukweli. Kuna mambo mengine yanafanyika lakini yani wakili hatakiwi akufundishe wewe ukaseme nini. Yani kitu ambacho unakisema ni kitu ambacho unasema ukweli, kwa sababu upande wote wa mashtaka na mawakili wa utetezi wote kazi yao ni kuisaidia mahakama, ni maafisa wa mahakama. Kwa hiyo ni kusaidia ili kupatikana ukweli. Sasa inavyoonekana huyu ACP amekiri kwamba wamemcoach, yani kuja kusema vitu ambavyo ni tofauti, kwa sababu yeye amesema haya yanayozungumza ni tofauti kwa sababu hapa nimejibu kwa namna ambavyo nimeelekezwa na hawa mawakili wa serikali yani DPP, ndicho alichokisema. Kwa hiyo baada ya hapo mawakili wa serikali wakaona kwamba okay, wameshaharibu na hakuna kurudi nyuma. Kwa hiyo wakaomba wajadiliane wenyewe kwa dakika kadhaa, lakini wakaomba mahakama iahirishwe mpaka siku ya kesho. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba wameona kabisa kwamba hakupaswa kujibu hivyo lakini labda angejibu kama wale wengine waliotangulia kwamba walisema unajua labda sikuweza kuandika kila kitu kwa siku hiyo kwa hiyo ndio maana nimekuja nimeongezea haya kidogo. Hilo linge make sense, lakini pia nalo sio halina nguvu sana kwa sababu unatakiwa useme kile ambacho ulikiandika kwa sababu ni maelezo yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo kingine sasa ni kuhusiana na ile video. Lissu alimuuliza huyu shahidi kwamba ieleze mahakama kwamba haya maneno haya yote unayozungumzia, hii video
Je, unazungumzia ile video ambayo iliona mtandaoni au video ambayo ilikuwa kwenye flash disk au hiyo memory card? Na Lissu ameuliza hili swali mara mbili au mara tatu, amerudia mara mbili mara tatu. Huyu mpelelezi Bwana Amini Mahamba wa Fande ACP amesema yeye amefanyia kazi video ya mtandaoni. Lissu akairudia tena, waeleze majaji, hii kitu umeipata kwenye video ya mtandaoni au ulitumia kwenye memory card au uliangalia kutoka kwenye memory card au na flash disk? Akasema kwamba hii hapa imetoka kwenye video ya mtandaoni. Sasa Lissu alichokuwa anataka kukionyesha ni kwamba huyu kwanza mpelelezi hajui taratibu za kufanya upelelezi, lakini pia ameonyesha kwa mahakama kwamba huyu mtu hajui sheria au miongozo ya mahakama kuu ya namna ya kutenda evidence, yani kuleta ushahidi mahakamani. Lakini pia kwamba Lissu amesema huyu ambaye ni mpelelezi mkuu, maana ni ACP, ni commissioner, hajui kwamba kuna miongozo ya Tanzania lakini inatokana na miongozo ya international law ambayo inaelekeza ni namna gani ushahidi unatakiwa uwe. Sasa hapa nitoe elimu kidogo kwa dakika mbili, ni kwamba ndugu zangu, kama kuna video iko mtandaoni, yani video iko mtandaoni, hata kama inaonyesha mtu anaua, hiyo video huwezi ukaijadilia mahakamani, yani kutokana na hiyo video ambayo iko mtandaoni. Sasa kwenye sheria za Tanzania kuna kitu kinaitwa Judicial Exhibit Management Guidelines. Hizi ni taratibu ambazo zimewekwa kuweka mwongozo kwa majaji wanapokuwa wanapokea ushahidi. Kwa hiyo majaji ambao wanapokuwa yani hawa mashahidi wanapokuwa wanaleta ushahidi mahakamani kuiomba mahakama ipokee, majaji wanakuwa wanafuata hii miongozo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba hiki kitu kabisa kimetokea, lakini ukaona kwamba ushahidi unakataliwa kupokelewa. Hata wewe ukiona kabisa kwa nini asiupokee? Sasa hizi guidelines zilikuwa kwa Tanzania, nadhani mara ya kwanza zilikuwa za mwaka 2019 chini ya Jaji Juma, Profesa Juma aliyekuwa jaji mkuu wa Tanzania, yani mstaafu. Sasa katika evidence, sasa nije kwenye hii video, ni kwamba evidence inatakiwa ikidhi vigezo. Tunazungumzia authenticity, lakini ile relevance, na vile vile legal collection, yani kwamba relevance ni pale ambapo kwamba kitu ambacho nakileta mahakamani kinaweza kuthibitisha au kutokuthibitisha jambo ambalo linazungumziwa dhidi ya mtuhumiwa, yani hoja inayojadiliwa mahakamani. Kwa hiyo kama umesema fulani ameua, je, hiyo video inathibitisha mauaji? Hilo ni la kwanza. Lakini kikubwa ambacho sasa ndio nakuja kwenye hii hoja ni authenticity, yani kwamba wanaangalia kwamba hiyo video ni ya ukweli kiasi gani, lakini pia unatakiwa uifanyie forensic analysis ili kuweza kubaini au kuithibitishia mahakama kwamba hiyo video kwanza ni ya kweli, haijawa tampered with, yani kwamba ushahidi huo haukuchezewa. Lakini pia anayezungumza ni Tundu Antipas Lissu. Sasa katika hilo pia unatakiwa ulete ushahidi wa wataalamu wa sauti na wataalamu wa video pia, kwamba wao ndio wanakuja wanathibitisha kwamba yule alikuwa anaongea ni Tundu Lissu, sio kwamba ni AI na mambo mengine. Sasa kitu ambacho polisi wamekosea ni kwamba wanadhani tu kwamba video kama video unaweza ukaijadili ilivyo kwenye social media, kitu ambacho akikubaliki mahakamani. Yani hata kama umeona kabisa huyu mtu fulani anaua, lakini ili kuileta hiyo video itumike kama ushahidi ni lazima ipitie kwenye chain of custody. Kwanza uelezee namna ambavyo umecollect, yani kutoka kwa ile source ya kwanza, kuwe na paper trail, lakini pia unatakiwa uioneshe mahakama kwamba hii video tulifanyia uchunguzi, yani hiyo forensic investigation, tukabaini haya na huu ndio ushahidi, na ikiwezekana ulete mtaalamu wa mambo ya sauti na mtaalamu wa mambo ya picha ya mjongeo,
kwamba kuthibitisha huyu ndio Tundu Lissu na Tundu Lissu ndio hii anavyo move. Tumefanya nani comparison na nani na video tofauti ambazo nani, kwa hiyo tumebaini ni yeye. Hii ni sauti ya Tundu Lissu na hivi ndivyo anavyoongea kutokana na hivi na hivi na hivi, na tulipata sample tukamtesti na inaendana na matamshi ya kwenye video. Kwa hiyo hayo yote yanatakiwa yaletwe mahakamani ili kuthibitisha kwamba huyu anayezungumza ni Tundu Lissu au huyu anayeonekana ni Tundu Lissu na hiyo video haikuwa tampered with. Kwa hiyo kitendo cha Amini Mahamba akiwa kama mkuu wa kitengo cha upelelezi kuiambia mahakama kwamba tumefanya upelelezi kupitia video ya mtandao, tayari ameshaharibu ushahidi na mahakama haiwezi kukubali. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba hiyo video yenyewe ilishakataliwa wakati inspector nani yule anaitwa inspector hivi ni Kaaya, Inspector Kaaya, Elibariki Kaaya anaileta mahakama ilikataa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naona tu wanapoteza muda kwa sababu wanazungumzia kitu ambacho kimekataliwa kupokelewa mahakama. Lakini kikubwa ni kwamba na Lissu alikuwa anamtega hilo swali, amemuuliza mara 3 kwamba iambie mahakama hicho unachokizungumzia ni kutokana na video uliona mtandaoni au ya kwenye flash disk au memory card. Akasema hii kutokana na mtandaoni. Lissu akarudia tena hilo swali, na ndio maana baada ya huyo Amini Mahamba kujibu hivyo hivyo, Lissu hakuwa na nyingine tena la kuongea. Aliangalia tu majaji kuonyesha kwamba basi tayari ameshamkamata. Lakini cha msingi mwisho ni kwamba hii kesi ya Lissu imetufungua mambo mengi sana, kuona namna ambavyo hawa jeshi la polisi wanakuwa kwanza hawana weledi katika kufanya upelelezi, lakini pia yani kwamba kwa kifupi wanaleta mzaha kwenye swala la upelelezi, kwa sababu na hii tumeona mara nyingi sana, mpelelezi anakuja anasema kwamba Mbowe sijui wale walishtakiwa kwa ugaidi, wale makomando walikutwa na risasi 3, lakini ili kuweza kuthibitisha ziko live ikabidi tuzilipue risasi 2. Kwa hiyo tumeleta maganda mahakamani. Imagine, yani hawa ni wapelelezi hapo tayari evidence imekuwa tampered with, yani kwamba umeshaharibu ushahidi, kwa sababu kwenye kitu tunaita chain of custody, ule mnyororo wa namna ambavyo evidence inapatikana, unatakiwa kuwe na paper trail kwamba evidence yani hautakiwi kuibadilisha, hautakiwi kuialter ile evidence. Evidence unavyokuwa umeipata unatakiwa uilete hivyo hivyo. Yani huwezi kumkamata mtu na tenga la nyanya alafu ukaenda ukapika ukaleta mchuzi mahakamani. Yani huwezi, hairuhusiwi kisheria. Kwa hiyo kama ulimpata na tenga la nyanya, basi unatakiwa uzilete nyanya, au kama kuna utaratibu wa kubadilisha bidhaa ambayo inaoza, basi unaweza kufanya hivyo, lakini kuwe na paper trail kwamba hizi nyanya zilikuwa 50 lakini tuliziuza. Lakini kwa bidhaa ambayo haiharibiki, ushahidi ambao hauharibiki kwa muda, ikiwemo kama risasi, basi unatakiwa ulete kama ilivyo. Kwa hiyo unapokuwa unaleta maganda, maana yake ni kwamba unaiambia mahakama wewe uliwakamata hawa na maganda ya risasi na sio risasi yenyewe. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wakati wa kesi kama hizi, ushahidi ambao unaletwa mahakamani unakuwa ni vihoja, kwamba unamkamata mtu na pistol alafu unaenda kuifanyia forensic, alafu unakuja unaambia mahakama kwamba haukuvaa gloves. Yani wewe unaifanyia hukuvaa gloves, umeenda ukaziacha fingerprint zako. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba na tumeziona kwenye kesi ya Mbowe na kesi hii ni kama vile mambo yanajirudia, yale ambayo yalikuwa yamefanyika yanafanyika sasa hivi. Lakini mwisho ni kwamba hii kesi sote tunajua kwamba Lissu ameshawashinda zamani sana hii kesi, na ni kesi ya kisiasa. Kwa hiyo sasa hivi kinachofanyika, yani jamhuri inachokifanya ni wanataka wamwachie Lissu, lakini kwa namna ipi? Yani wanatafuta ule mlango wa kutokea. Na mimi binafsi naamini kabisa hii kesi itaisha kwa nole, kwa sababu upande wa mashtaka wakishafunga ushahidi wa mwisho. Sasa hivi wamefunga
yani ushahidi kwa shahidi wa 16. Kwa hiyo akifika yule shahidi wa mwisho, kutokana na idadi ya mashahidi na sio lazima wawalete wote, basi ndio kunakuwa na ile submission of no case, yani to answer. Kwa hiyo mahakama ikishasema kwamba kaka Lissu ana kesi ya kujibu, kama itasema, maana yake ni kwamba Lissu sasa anatengeneza kesi yake, yani case of the defense. Maana yake ni kwamba Lissu ameshaorodhesha mashahidi ambao watakuwa mashahidi wake kwenye kesi hii, akiwemo Samia Suluhu Hassan, akiwemo Kassim Majaliwa, IGP na wengine. Sasa swali ambalo nawauliza ni rhetorical, kwamba unadhani hawa watu watakuja kutoa ushahidi mahakamani? Lakini kingine ni kwamba hao mashahidi wa Lissu kama itafika huko, mimi nadhani na asilimia kama nyingi sana hatufiki, lakini kama itafika huko, kama hawatawaleta, manake Lissu itabidi ashinde kesi, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu, ili mtu aweze kukutwa na hatia, kwanza anatakiwa apewe fursa ya kuweza kusikilizwa kwa kikamilifu. Kusikilizwa kwa kikamilifu maana yake ni kwamba mahakama inatakiwa itoe huo msaada, kwamba kama amehitaji kuleta mashahidi, basi awalete hao mashahidi aweze kuwahoji, kama ilivyo kwa upande wa mashtaka, kwamba wao wameruhusiwa kuleta mashahidi wote na wamewahoji mpaka pale wanaridhika, wanaambia mahakama huyu ni shahidi wa mwisho. Kwa hiyo tutaona kabisa kama hawa watu wataletwa au la, lakini mimi nahisi kabisa hii kesi itakuwa ndio yale kwamba DPP atakuja na Nole, ataambia mahakama kwamba hatuna nia tena ya kuendelea na hii kesi, kwa hiyo Lissu aachiwe nje, yani aachiwe huru. Kwa hiyo hapa ni swali ni kwamba lini wataleta, basi hiyo ni swali ambalo wote tunatakiwa tujiulize. Lakini pia Lissu ametuonesha kitu kimoja cha tofauti na ile hali ya kibinadamu ya kawaida. Kama Lissu kwanza anajua kuna mateso sana huko yani huko gerezani, yani kwamba sio mahala pazuri kwa mtu yoyote, hata uwe jasiri kiasi gani. Kwa hiyo Lissu kama angeweza kufanya hivi, kwamba wale mashahidi wanapokuja kutoa ushahidi, Lissu yani hata asingejitetea, angeweza kusema nyie endeleeni kutoa ushahidi mmalize, mahakama iamue. Lakini Lissu unapoona kwamba anahoji shahidi siku 2 siku 3, ni mtu ambaye anakuambia kwamba mimi sina haraka ya kutoka gerezani, lakini ninachokifanya hapa ni kutengeneza sheria mpya, na watu waelewe kabisa kwamba maamuzi ambayo yanafanyika na mahakama, hiyo tunaita ni case law, ni moja ya vyanzo vya utunzi wa sheria za nchi. Kwa hiyo mahakama wanapokuwa wanafanya yale maamuzi, basi hiyo inakuwa ni sheria. Kwa hiyo Lissu katika kesi hii yake ameshatutengenezea sheria nyingi ambazo baadaye tutakuja kujadili baada ya hii kesi kuisha. Lakini niseme kwamba Lissu sio binafsi, anataka ndio atoke nje, lakini wakati huo anataka aoneshe umma kwamba hizi mahakama zetu namna ambavyo zinaongozwa, lakini pia anaonesha mifumo mibaya ya kwenye hizi taasisi za utoaji haki, na mambo mengine yote Lissu anakuwa anaonesha kwenye hii kesi. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia na tuweze kuona namna ambavyo, na tuweze kujifunza kwamba Lissu ni mtu wa aina gani, lakini ni nini hasa anachokitaka. Lissu sio mtu ambaye anapenda madaraka kama viongozi wengine, na ndio maana kabla hajakamatwa alisema kabisa tusimamishe uchaguzi, hata kama rais atakaa miaka 3 4 mingine sawa, ili mradi tuwe na katiba mpya. Huyo sio kiongozi ambaye anataka madaraka hata mara moja. Yani mnaona kabisa kwamba hawa wanaotaka madaraka wanataka tu sheria zibadilishwe, alafu wakimbie tu kwenye uchaguzi hivyo. Lakini yeye akakwambia, wewe mama, kama unataka kaa tu hata miaka 2 3, ili mradi tupate sheria ambayo itakuwa inakuwa na maslahi kwa umma. Na mwisho kwenye hii kwenye hawa mashahidi, huyu shahidi wale walikuwa ni wa 16. Kwenye hawa mashahidi, yani kwenye kundi la mashahidi ni kwamba kunakuwa na mashahidi wanaita key witness au material witness. Hawa mara nyingi sana kwenye kesi wanakuwaga ni mmoja,
lakini kwenye hii kesi ya kaka Lissu mpaka sasa hivi mimi nimewapiki wako wanne. Kwa hiyo wa kwanza alikuwa nani yule, nadhani ni shahidi namba moja, alikuwa anaitwa George Bagem, huyo ndio alikuwa shahidi namba moja. Wa pili alikuwa ni Inspector Kaya ambaye ushahidi wake ulikataliwa na mahakama kuupokea ule wa video, yule mtaalamu wa forensic. Lakini shahidi wa tatu ambaye ni wa pekee kutoka kwa wale shahidi wa vizimba ni P5. Kama mnakumbuka kuna yule shahidi ambaye alisema anatoka Ubungo anaitwa Ubungo Kibangu, alikuwa na miaka 33. Yule shahidi ambaye anasema kwamba alikuwa anafanya shughuli zake posta ya zamani. Huyu ni shahidi ambaye naye ni material witness au key witness au mmoja shahidi muhimu. Na unajua hivyo kwa sababu namna ambavyo Lissu anawahoji au mashahidi. Yaani wakili unapoona kwamba yule shahidi anatoa ushahidi wake, kwa hiyo unamfanyia cross siku moja au mbili kutokana na ambacho amekieleza, lakini kitu ambacho unatakiwa kukipangua, yani kujenga mashaka. Kwa hiyo katika wale mashahidi wa vizimba ni P5. P5 aliletwa kimkakati kama mnakumbuka, labda niwafungulie kitu kidogo. Kabla shahidi P5 hiyo ni namba tu kwamba ni nani ni shahidi yani watano, lakini kwenye kesi hii alikuwa ni shahidi wanne, kwa sababu shahidi wanne kwenye ratiba za mwanzo alikuwa ni P11. Sasa yule P11 yeye anatokea mkoani, na jeshi la polisi baada ya kuona shahidi wa kwanza mpaka watatu ushahidi ulikuwa umeshaharibika, ukianza na yule George Bagem, wakaona kwamba wasimlete P11 wamlete P5. Kwa hiyo huyo aliletwa kimkakati, lakini pia Lissu aliliona hilo na ndio maana akamfanyia cross kwa siku mbili, kama mnakumbuka ilikuwa mwezi wa pili. Na shahidi mwingine kwa hiyo kuna Bagem, alafu kuna huyu Kaya, kuna huyu P5 na huyu wa leo ambaye anaitwa Amini Mahamba, kwa sababu yeye ndio mkuu wa upelelezi, yani katika kitengo cha upelelezi. Sasa kwenye kesi za aina hii au kesi yoyote ya jinai, mara nyingi kuna advantage ya kumweka material witness awe wa kwanza au awe wa mwisho. Inategemea kutokana na kesi, lakini pia upande wa mashtaka huwa wanaangalia defense iko vipi. Sasa kwenye kesi hii walimleta yule ASP Bagem, sijui ndio kama nalitamka jina lake sawa, lakini walimleta yule yani outline ile kesi. Yani mtu ambaye ni material witness ni mtu ambaye anatakiwa aijue kesi. Kwa hiyo kama atakuwa wa kwanza, yeye ndio anajenga ile foundation, halafu hao witness wengine wanakuja wanafuata. Au kama unaona kwamba tuache kwanza wazungumze hawa wa kawaida, halafu yule wa mwisho ndio aje kushindilia, unaweza kufanya hivi, lakini aina zote mbili zina faida na hasara. Ni somo kubwa, lakini ila cha msingi ni kwamba katika hawa mashahidi ambao wanaonekana ni wa muhimu wa jamhuri kwenye hii kesi ya kaka Lissu, wote wameonekana kwamba hawajui wanachokifanya. Yaani unamuuliza kabisa na mmeona kabisa kati Lissu anafanya cross, shahidi anakwambia sijui, sifahamu, hiki sikufanya, yule simjui. Kwa hiyo na wewe ndio ni key witness wa hii kesi. Kwa hiyo unajibu kwamba sijui, sifahamu, sikufanya, sielewi. Lakini kikubwa zaidi kwamba kikubwa zaidi ni kwamba kwenye hii kesi pia kwenye hawa mashahidi wameonesha kwamba yani walikuwa hawajajiandaa kabisa, yani na kibaya zaidi ni kwamba kwa huyu ambaye tunamuita key witness ameshindwa kabisa kuiconvince mahakama. Anyway, majibu yatakuja kutokea hizo siku za baadaye, lakini cha mwisho ni kwamba hata mawakili, mmeona kwenye reaction ya mawakili wa au DPP hawafanyi re-examination.
kwamba shahidi ameshamaliza, wanamuuliza tu swali moja, yani key witness unatakiwa akiwa ameshapondwa pondwa na mshtakiwa, unatakiwa unapofanya re-examination wewe DPP unaenda kote, unagusia kote ili kuondoa yale mashaka. Lakini unakuta kwamba hata kama shahidi anasema sijui na amehojiwa kwa masaa manane, wanamfanyia re-examination swali moja tu, alafu wanasema nani jaji, tumeshamaliza. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hata hawa wenyewe upande wa mashtaka wanaona kabisa hii kesi imeshakufa. Kwa hiyo wanaenda tu kupoteza muda, yani kupita ile siku ziende, ndio hivyo tu. Ila kama wangekuwa wana mpango kabisa wa kumfunga Lissu basi ungeona kwamba re-examination inakuwa ni ndefu, hata kama itakuwa ni ya Lisau vyovyote, lakini inakuwa ni ndefu ili kuondoa utata. Kwa hiyo ukiona kabisa kwamba wale material witness, yani sometime hata hawajui kabisa, hawafanyiwi re-examination basi unaona kabisa kwamba hawana nia ya kushinda hii kesi anyway. Shukran sana, naomba nirudishe mic moderators. Naona kimya. Baba Mwita, mimi ni kushukuru na kwa kweli eh, hii ndio elimu ya uraia tunayosema tunapewa. Lakini niendelee kuwakumbusha Watanganyika tuzitumie basi hizi elimu kufikiria sawasawa. Tunapopewa hizi elimu haina maana wanasheria wanatuambia tutulie. Kuna mambo mema, mifumo yetu ya nchi imeshaharibika, imekufa sana. Wenzetu upande wa pili hawatumii tena hata hizo sheria mbovu walizoziweka wenyewe kandamizi, wanazitumia tu kama hivi. Wanataka kumnyukua Lissu na wanamnyukua kwelikweli. Baba Mwita anatuongoza kwenye misingi ya kuelewa sheria na mambo yanavyokwenda, lakini tukifikiria sawasawa, na atakubaliana na mimi, hii kesi ilikuwa na lengo tu la kumweka Lissu ndani ili asilete nyunyinywi, wafanye uchaguzi, mwenyekiti wa CCM aweze kuwa na uhakika yeye chama chake kinabaki madarakani na anakwenda kuwa amiri jeshi mkuu, kwa sababu hicho ndo kitu kinachowaweka ma CCM. Wakishakaa madarakani watamiliki hazina, watalipana pesa, watagawana majukumu, hawa watalinda mifumo, hawa watadhibiti wanaotishia kuwaondoa madarakani. Na hawa wataambiwa sasa, kazi yenu ni kuhakikisha mnawanyukua kisawasawa. Tuko hapo. Kwa hiyo baba Mwita anafanya kazi yake, tunapata elimu, lakini Watanganyika, ndugu zangu, mmemsikia Samia kwa kinywa chake. Samia Suluhu Hassan Mzanzibari huyu mwenye uraia wa Omani na Zanzibar, lakini akaja kuwa rais wa Tanganyika kwa tiketi ya Zanzibar. Ana uraia wa nchi tatu, kwa hiyo ana uraia wa Tanzania, Zanzibar na Oman. Lakini wewe Mtanganyika huruhusiwi kuwa na uraia wa Zanzibar na huruhusiwi kuwa na uraia wa nchi nyingine yoyote, lakini Mzanzibari atakuwa na uraia wa Tanzania na atakuwa na uraia wa Omani na bado atakuwa rais wa watu wa Tanganyika. Sasa ukishafika hapo, kama unawaza vizuri, unaona haya yote hayawezi kumalizwa na vifungu vya sheria tena. Kwa hiyo sisi tuna kazi moja ya kuweka mambo sawa, na Samia ameshatusaidia, amesema kwa kinywa chake kipana kabisa, uchaguzi wa mwaka wa 2025 Oktoba, Zanzibari hakuna mtu hata mmoja amenyukuliwa, lakini huko Tanganyika tumewanyukua kisawasawa. Kwa hiyo mnaelewa tuna nchi ya namna gani.
Lakini Wazanzibari hawa hawa walinyukuliwa na CCM hii, lakini kwa sababu tu aliyekuwa amiri jeshi mkuu wakati huo hakuwa Mzanzibari, walifikia kumsusia hadi Mzanzibari mwenzao kumpa mkono Sheini, kwamba yaliletwa majeshi kutoka Tanganyika, tumenyukuliwa hapa ili wewe uwe rais. Lakini huyu aliyenyukua maelfu ya watu Tanganyika, Wazanzibari